Boniface Jacob, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika kanda ya Pwani, ametoa mrejesho kwa kile ambacho kiliendelea katika kesi ya Tundu Antipas Lissu pale Kisutu, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam, ambayo iliendeshwa tarehe 19 mwezi wa 5 2025. Sasa yeye ameandika, Kisutu hatoki mtu. Naam, naleta mrejesho wa mtanange wa akili na mamlaka ndani ya viwanja vya hakimu mkazi mahakama ya Kisutu. Kisutu, Kisutu, Kisutu ndio jina linalovuma na kuvutia kwa sasa. Dunia nzima inataka kujua kesi ya mwanasheria, mwanasiasa nguli na kiongozi wa upinzani nchini Tanzania, Tundu Antipas Lissu, juu ya hatima yake. Moja, upande wa jamhuri uliwakilishwa na jumla ya mawakili 5: Nasoro Katuga, wakili wa serikali mkuu; Job Mrema, wakili wa serikali mkuu; Tawabu Isa, wakili wa serikali; Harrison Lukosi, wakili wa serikali; na Cuthbert Mbilinyi, wakili wa serikali. Wakili Nasoro Katuga ndio alikuwa mzungumzaji mkuu kwa jopo lao, sauti ya taratibu yenye kubembeleza kiti cha hakimu. Wenzie 4 walionekana watulivu, huku wakili Job Mrema akionekana mwenye wasiwasi usoni na udadisi wa kufungua hiki na kile, angalau awe bize. 2, The Wolves, mbwa mwitu, walikuwa jumla ya mawakili 22, huku mawakili 3 viongozi wa jopo: wakili Mzee Mpare Mpoki, wakili Dr. Logemeleza Nshala na wakili Peter Kibatala. Wingi wa mawakili 22 mbele ya mahakama ni sababu ya uchache wa mabenchi ya kukalia mawakili, kiasi wakili Yeremia Mtobesia wa upande wa utetezi alikosa pa kukaa, akajikuta anaenda kukaa katika benchi la mawakili wa jamhuri ili aweze kusikiliza kesi. Mawakili wengine walikuwa busy nyuma kufungua vitabu na rejea mbalimbali, kisha kutembeza nyaraka kutoka nyuma kwenda mbele. 3, mshtakiwa. Kama kawaida yake, Tundu Lissu aliingia kwa uchangamfu mahakamani, mwenye bashasha, kishindo na kujiamini. Kwanza akazimua ile kauli mbiu maarufu ya no reforms no election, kisha ikapigwa peoples, ukumbi wote ukaitika power, kwa sheria moto wa kisheria unaenda kuwaka mahakamani. Tukio la kuvutia ni pale hakimu alipoagiza mshtakiwa Tundu Lissu apewe nafasi ndani ya chumba cha mahakama cha kuteta na mawakili wake kwa faragha. Basi watu wote wakiwa wametolewa nje ya ukumbi wa mahakama, Tundu Lissu amebakia yeye na mawakili, huku askari magereza wakiwa mbali kidogo kuhakikisha wanaliona lindo lao, lakini wanawachia faragha. Badala ya mawakili kuanza kumwelewesha mwendo kasi wa kesi mtuhumiwa Tundu Lissu, ni Lissu ndio alikuwa amezungukwa na jopo lote la mawakili 22 wa utetezi. Analipiga shule mfano wa kocha wa Arsenal Mikel Arteta akiwa anaongea na wachezaji wake chumba cha kubadilishia nguo half time. Tundu Lissu anakamata vitabu mbalimbali na vifungu vyake na kueleza vitakavyotumika, namna ya kutengeneza maswali, namna ya kurejea lesi zote za uhaini, namna ya kurejea kesi zote za uhaini, na mwisho akashika katiba ya nchi akawa anawaambia humu atoki mtu mara 3, huku mawakili wake wote wa utetezi wakiwa wanatingisha vichwa, ishara ya somo kuwaingia. 4, magereza. Kama kawaida, kikosi cha KM kinachosafirisha misafara ya mahabusu au wafungwa maarufu VIPs au hatarishi kilifika mapema sana mahakama ya Kisutu wakiwa na Land Cruiser Hardtop 2, moja yenye vioo vyeusi hadi mbele. Ndiyo ilimpakia Tundu Lissu Toyota Hilux single cabin yenye section ya polisi 10
kwa ajili ya kufungua njia mbele na nyuma kabisa palikuwa na basi kubwa la magereza lililobeba askari maalum wa KM. Kizimbani peke yake Tundu Lissu alikuwa chini ya ulinzi wa KM wa magereza 15 wakiwa wamevalia kininja. Ukumbi wa mahakama ulikuwa na maafisa wa magereza wenye nyota 1 hadi 3 kama 7 wakiwa na machale muda wote kuangaza kila pande. 5 wadunguaji juu ya paa la mahakama ya Kisutu walikuwa KM kama 8 wenye silaha nzito kama sio AK47 zile basi ilikuwa ni SMG wakiwa wanafanya doria kwa mbwembwe za kupisha mmoja anakuja mmoja anaenda wakiwa wamevalia kininja pia na miwani nyeusi kujihami kana kwamba walikuwa na taarifa kuwa vijana wa ulinzi hamasa wa Chadema walikuwa na mpango wa kumtorosha mwenyekiti wao. 6 wageni wa kimataifa. Kesi yenye mvuto wa aina yake imefanya wazee maarufu Tanzania waachie vitanda alfajiri wawahi Kisutu kushuhudia kesi ya kihistoria kama Dr. Slaa, Askofu Mwamakula, Jenerali Ulimwengu, Profesa Lwaitala. 7 wageni. Kesi ya Tundu Lissu inawaleta majaji wakuu wawili wa Kenya kortini kushuhudia umakini wa mahakama zetu. Jaji mkuu mstaafu wa Kenya Willy Mutuga anazuiliwa uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere, huku jaji mkuu mstaafu wa Kenya David Maraga anafanikiwa kupita na kutinga katika chumba cha mahakama wakati kesi ya Tundu Lissu inaendelea. Martha Karua alizuiliwa uwanja wa ndege na kurejeshwa kwao Kenya. Boniface Mwangwi alikamatwa hoteli ya Serena na kupelekwa mahabusu ya polisi. Pia wanasheria Agata naye alifikishwa mamlaka za uhamiaji. Mabalozi wa Jumuiya ya Ulaya wanapeana zamu kama kawaida yao. Leo akienda Ujerumani, Canada na Marekani, basi awamu ijao wanakuja ubalozi wa Sweden, Norway, Belgium na Finland. 8 jeshi la polisi. Baada ya kuambiwa na mahakama waachie wasikilizaji wa kesi waje mahakamani, bado jeshi la polisi aliamini kama wasikilizaji wa kesi wanaweza kwenda Kisutu wakahudhuria kesi, huku kesi zingine zikiendelea bila bugdha, vurugu au fujo mahakamani. Bado wanaleta Toyota Hilux single cabin yenye section ya polisi 10 kama 10 zinakaa kila upande wa mahakama. Askari wengine kama 160 wameshuka kukaa barabara zote za kuingia Kisutu, huku wengine wakikaba geti kuu la kuingilia Kisutu. Makachero wa jeshi la polisi wakitimba hadi ndani ya chumba cha mahakama na wanachukua benchi zima la nyuma kwa pamoja kushuhudia kile kinachoendelea ndani. 9 wananchi walijitokeza mahakamani kwa hesabu za haraka. Walikuwa nje na ndani wanaweza kufika idadi ya watu 2000. Nilipenda jinsi walivyojiratibu na kujipanga bila kusubiri maelekezo ya polisi. Walichagua watu wachache wa kuingia ndani ukumbi namba 1 kwa kuwa ulikuwa na uwezo wa kubeba watu 80 tu. Wakachagua watu wa akiba reserve wa kukaa katika banda la kusubiria kesi kuitwa ndani ya parking ya mahakama, na wengine zaidi walikaa nje kwa umoja wakijitenga na polisi ili kuzuia vurugu. Polisi wakajikuta kwa mara ya kwanza wamekosa kazi ya kufanya Kisutu, wakabakia kwa kuwa mashuhuda na waliondoka mahakamani bila kukamata mtu hata mmoja au kupiga bomu la machozi kwa sababu ya akili kubwa za wananchi jana. 10 ni ubwabwa. Si unajua tena, kuna watu duniani wameumbwa kusaidia jamii na kupinga dhuluma tu. Ndio mwananchi mmoja alivyotimba pande za Kisutu na wali nyama wa kuwatosha watu 3000 majira ya saa 7 kamili mchana. Kilichowavutia zaidi katika ubwabwa ulikuwa haugawiwi kwa ubaguzi au kwa vigezo kiasi. Wapita njia pale mahakamani nao walipanga foleni wakapata chakula. Baadhi ya majagu, sijaelewa hapa, baadhi ya manjagu
ambao lindo lao lipo nyuma ya mahakama na upeo wa mabosi zao. Alipokuwa mbali na wao walidaka sahani moja moja, wakajumuika na Watanzania kupiga ubwabwa. Kila aliyeonja alishia kusifia roho nzuri ya msamaria mwema huyo ambaye hakutaka atajwe jina, na mpishi alivyojua kutengeneza combination ya mchele, mafuta na chumvi, alafu akaja kuwa na roast ya nyama. Kila mtu akajikuta anatoa ahadi ya kurudi mahakamani tarehe 2 Juni 2025. 11. Kesi ya msingi. Kawaida kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu ilikuja kwa ajili ya kutajwa tu, kwa kuwa upande wa jamhuri walikuwa hawajakamilisha upelelezi. Kesi za kawaida zikiwa zimekuja mahakamani kwa ajili ya kutajwa, mahakama zinatumia dakika 5 hadi 7 pekee, hadi 7 kumaliza au kuahirishwa. Lakini kesi ya uhaini ya Tundu Lissu imetufundisha kuwa ni ngoma ya mtoto peke yake ndiyo haikeshi. Kutajwa tu kesi kumetumia muda wa saa 1.5. Hatari sana. Upande wa mashtaka ndio ulikuwa wa kwanza kusimama na kujieleza, kisha kusema kuwa wanaomba tarehe nyingine baada ya siku 14. Walikuwa ni kama walichokoza vita kwa upande wa utetezi, na upande wa utetezi wakajibu mapigo kiutu uzima, na kwamba wasichukuliwe poa. Wakaja na hoja 3 kubwa. Moja, ilikuwa hakuna kuahirisha kama wasemi upelelezi umefikia wapi na hatua gani, kwa kuwa kulikuwa na amri ya mahakama ya kutaka kuletwe taarifa kamili kuhusu upelelezi ulipokuwa umefikia. Hoja ya pili ilikuwa ni kutaka Tundu Lissu asizingirwe na ulinzi akiwa kizimbani, kwa kuwa bado hajakutwa na hatia, na kama katiba inavyosema katika ibara ya 13 kifungu cha 6B, the doctrine of innocence. Hoja ya 3 ilikuwa ni kuomba mahakama iruhusu kesi iendeshwe katika mahakama ya wazi, na jamaa hoja zao zote 3 zilitoboa, ikiwemo ya kuleta taarifa mahakamani kuhusu upelelezi ulipofikia. Mwisho, kwa utamu wa hii kesi na namna watu walivyojipanga kwa mapambano ya kisheria, nikiona Wakenya wanasafiri kuja Tanzania kufuatilia hii kesi, wala si shangai. Na shauri serikali isizuie watu uwanja wa ndege kuja kufuatilia kesi ya Tundu Lissu. Tuchukue kesi ya Tundu Lissu kama utalii wa kimahakama. Tunaweza kukuta Kisutu imeingiza pesa kuliko mlima Kilimanjaro kwa kesi hii moja tu. Tukutane tarehe 2 Juni 2025. Naelewa vizuri. So huo ni mkeka kwa kile ambacho ameeleza Boniface Jacob. Of course amekuwa ni mzuri sana, hasa kwenye uandishi. Anajua kupanga story. Unajua moja kati ya kitu ambacho sasa hivi kimekuwa kinauza sana, umeelewa vizuri, ni storytelling. Moja kati ya watu ambao wanauza sana, wanauza kupitia story. So ukimwangalia Boniai ana kipaji fulani hivi cha kutell the story. Anazungumza namna ambayo inakufanya auone kile ambacho anakizungumza kwa picha, umeelewa vizuri. So atakwambia kizimbani, kwenye pala mahakama walikaa wadunguaji, umeelewa vizuri. Hata kueleza namna magereza walijipanga, wageni wa kimataifa walivyoingia, the wolves anavyopenda kuwaita mbwa mwitu, kwa maana mawakili wa Tundu Lissu walivyojipanga, upande wa jamhuri pia mawakili wake walivyo. So unapata the real picture ambayo ilikuwa inaendelea mahakamani pale. So ndio hivyo, na huo ndio mrejesho wa kesi ya Tundu Antipas Lissu ambayo imekuwa na mvuto mkubwa sio Tanzania pekee, hata kimataifa, kutokana na vile ambavyo inaendelea, si ndio bwana? So mtazamo wako ni nini kuhusiana na hiki ambacho Boniai ametusimulia ama ametugea mrejesho kuhusiana na kesi hiyo? Na title akaandika Kisutu hatoki mto. Hii ni VOT Media. Hakikisha umesubscribe ili kupata taarifa nyingi zaidi.